Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Taarifa kamili kutoka katika chaneli yetu hii ya Frequency Sports. Nikumbushe kwamba hii ni taarifa ambayo imekuja hivi punde tu, taarifa mbaya kwa klabu ya soka Young Africans, lakini ikiwa ni taarifa njema kwa klabu ya AS FAR Rabat ambao ndio walengwa wakuu. Lakini Young Africans kwao ni masikitiko kuelekea katika mchezo mkubwa, mchezo wa uzani wa hali ya juu ambao wanatarajiwa kuchezwa hapo kesho kutwa, mechi ambayo kila mmoja anaitazama kama vile jicho au mboni la kuichunguza au kuangalia ubora wa klabu yake pendwa. Young Africans wameingia katika mazoezi ya mwisho pale Rabat Stadium kuhakikisha kuwa wanajiandaa kwenda kumenyana vikali na klabu ya soka ya huko Morocco. Lakini taarifa za ndani viwandani zikiwa zinaeleza kwamba klabu ya AS FAR Rabat umefanya mabadiliko kadhaa ambayo pengine yanaweza yakawa ni hatarishi katika kikosi cha soka cha Young Africans. Mabadiliko hayo ni juu ya uwepo au kuongezeka kwa striker mpya kabisa ambaye ametoka katika nchi ya Congo DRC, klabu ya St. Louis Lupopo. Hii ni mara baada ya kuona kwamba AS FAR Rabat hawana safu nzuri ya ushambuliaji, hivyo wameona waongeze mshambuliaji ambaye ataisaidia klabu hiyo kuweza kufikia malengo yake kwa namna moja ama nyingine. Taarifa hii inaweza ikashtusha na ikaondoa kimchezo Young Africans kwa sababu tayari wao wameshajiandaa na kufanya analysis za wachezaji wengine, huku striker mpya ambaye ameingia katika kikosi cha soka cha AS FAR Rabat inaweza ikawa ngumu kumsoma na kumstadi au kumfanyia analysis, jambo ambalo pia inaweza ikawa kifo au ikawa hatari katika klabu ya soka Young Africans. Ingawa maendeleo na maandalizi ya Young Africans, kwa mujibu wa msemaji wa Young Africans kule Morocco, Ahmed Ali Kamwe, anasema kwamba taarifa zinaeleza kwamba kila mchezaji upo fit na ana morali ya kwenda kukabiliana na AS FAR Rabat. Lengo na madhumuni ni kuhitaji kumaliza hesabu zao kimataifa ili kuweza kufuzu kwa kishindo. Ikumbuke kwamba Young Africans akifanikiwa kushinda mchezo huo itakuwa rasmi sasa anatangaza kufuzu hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii inaweza ikajirejesha au ikaturudisha nyuma enzi Yanga akicheza na AS FAR Rabat alifuzu akiwa na mchezo mmoja mkononi, ile head to head, that it will be like au itakuwa vipi. Lakini kila mmoja na hesabu zake, huko AS FAR Rabat naye pia anautazama mchezo huo kama mchezo wa kushinda dhidi ya Young Africans, na Young Africans akiutazama mchezo huo kama sehemu pia ya mafanikio ya kushinda dhidi ya AS FAR Rabat. Basi tuseme nini? Tusubiri tuone nini ambacho kinaenda kutokea, lakini kumbuke taarifa ambayo inaweza ikakushtusha, na kama ni mshabiki wa Young Africans usipende, ni kuhusiana na mabadiliko tu chanya ambayo wameyafanya AS FAR Rabat kwa striker Mkongo ambaye tunajua kabisa Wakongomani ni wachezaji wazuri wenye uwezo na spirit kubwa sana ya uchezaji ambao wanaweza kufanya mabadiliko ya kadha, lakini pia wamekuwa wepesi kuingia kwenye mfumo kabla, yani bila hata kutumia muda mrefu. Na malengo ya AS FAR Rabat wao ni kutaka kuhakikisha kwamba wanatinga tu robo finali kutokana na uwekezaji wao mkubwa ambao wameufanya. Kumbukwe kundi la Young Africans, kundi la kifo, kundi ambalo lilikuwepo Waarabu wa tatu, Al Ahly, AS FAR pamoja na JSK, lakini mpaka hivi sasa Young Africans anaonekana akipasua vichwa vyao na kuwaumiza kweli kweli kuelekea katika mbio za kuitafuta robo finali. Mpaka hivi sasa ni klabu moja ndio haina ndoto wala haina mahesabu na mafikirio kusema itafuzu, ambayo ni JS Kabylie yenyewe ikiwa inatamatisha mchezo wake dhidi ya Al Ahly na kuja kumalizana na Young Africans over their dead body. Kwa hiyo ni kazi kwa Young Africans, kazi kwa AS FAR. Al Ahly akiwa tayari mguu mmoja mguu mbele, akiwa anamalizana na AS FAR na JS Kabylie akiwa anakwenda kutamatisha karamu ya upashikaji au kalamu ya ubora wake katika msimu huu 2025-2026.